Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, mali sahihi pa kupata taarifa za hakika za haraka na zinazojaa ukweli kutoka hapa na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile na ukanda wa maziwa makuu. Tuwe pamoja kuletea matukio muhimu ya usalama, siasa, jamii, uchumi na kila kinachoendelea katika maisha yetu ya kila siku. Mimi ni Teloje Longa, basi tuambatane nao katika taarifa zetu za asubuhi ya leo ili kuhakikisha unapata kile kinachojiri kwa kina na kwa uwazi. Basi endelea kuwa nasi kwani tunaanza moja kwa moja habari za asubuhi ya leo. Na vile kabla utaendelea kukumbusha tu kwamba ni Kivu News Info, kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ile kondo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi karibu tuungane katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kukamata wapiganaji 5 na kupokea kujisalimisha kwa wapiganaji wengine 17 wa muungano wa makundi yenye silaha ya Twirwaneho M23 na Red Tabara katika operesheni iliyofanyika kwenye maeneo ya Mikenge, Kakenge na Mosinai katika nyanda za juu za Minembwe mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini, jumla ya watu 22 walifikishwa mbele ya uongozi wa kijeshi kwa ajili ya utambulisho kabla ya kuhamishwa katika kikosi cha 13 cha Brigade de Reaction Rapide ambako wanapitiwa huduma za uangalizi unaohitajika. Jeshi linaeleza kuwa toyo ni sehemu ya operesheni zinazoendelea dhidi ya makundi yenye silaha ambayo yamekuwa yakisababisha hali ya ukosefu na usalama katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naamini kuwa mafanikio yanaonyesha matokeo ya juhudi zinazofanywa na vikosi vya usalama kurejesha amani na utulivu katika eneo la Minembwe na maeneo ya jirani. Baadhi ya wapiganaji hao walikamatwa au kusalimishwa wameripotiwa kutoa wito kwa wenzao ambao bado wako msituni kuachana na vita na kuweka chini silaha zao. Wanasema kuwa njia ya mazungumzo na amani ndio inaweza kusaidia kurejesha utulivu na maendeleo katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro kwa muda mrefu. Kwa upande wake, FARDC inasisitiza kuwa itaendelea na operesheni zake za kijeshi huku ikihamasisha wapiganaji wa makundi mbalimbali yenye silaha kuchagua njia ya kujisalimisha na kuunga mkono juhudi za kurejesha amani. Jeshi linaamini kuwa kuongezeka kwa idadi ya waliosalimisha ni ishara kwamba operesheni zinazoendelea zinaanza kuzaa matunda katika nyanda za juu za Minembwe. Wakazi wa eneo hilo waendelea kutarajia kurejea kwa hali ya kawaida, hali ya usalama ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu ya mashambulizi au mapigano. Serikali na vikosi vya usalama vinaendelea kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa wananchi katika juhudi za kuimarisha amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Au total, 5 capturés et 17 combattants de la coalition rebelle Twirwaneho M23 Red Tabara, soutenus par le Rwanda, se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo lors des affrontements survenus à Mikenge, Kakenge et Mont-Sinaï dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga et Fizi. Après avoir été présentés auprès du commandant des opérations Sokola 2 Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel, où ils ont bénéficié d'un accueil digne, ils ont été conduits au poste de commandement de la 13e brigade de réaction rapide pour un réarmement moral. Parmi les combattants ayant déposé les armes figure un jeune membre de la communauté Banyamulenge, ancien élément du groupe armé Twirwaneho. Interrogé après sa reddition, il a affirmé avoir été victime de manipulation et a salué l'accueil reçu au sein de l'armée congolaise. J'ai été bien accueilli par les FARDC. Je me sens en sécurité et je reçois un traitement digne. J'ai compris que certaines personnes cherchaient à nous diviser à travers de fausses informations. Je demande pardon au gouvernement congolais et j'appelle mes frères qui sont encore dans les rangs de Twirwaneho à quitter ce mouvement
et à se rendre au FARDC, car c'est l'armée nationale chargée d'assurer la sécurité de la population. Un autre combattant ayant fait défection a également exhorté le membre des Twirwaneho et de Red Tabara à abandonner la lutte armée afin de favoriser le retour de la paix dans les hauts plateaux de Minembwe et de Mwenga. Ces redditions témoigneraient de l'impact des opérations menées par le FARDC dans cette partie du Sud Kivu et de la volonté croissante de certains combattants de regagner la vie civile et de participer aux efforts de pacification de la région. Mapigano makali yamezuka kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa wazalendo katika kijiji cha Luola kilichopo mpakani mwa vijiji vya Bana Kindi na Bana Mulindwa ndani ya kundi la Kisimba katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala na vya kimila vya eneo hilo, mapigano hayo yalianza mapema asubuhi ya siku ya jana Jumamosi tarehe 13 Juni baada ya waasi wa M23 wanaotoka maeneo ya Katobo na Iula kushambulia nafasi zilizodhibitiwa na wazalendo katika kijiji cha Luola. Mashuhuda kutoka eneo hilo wanasema kuwa milio ya silaha nzito na mepesi imekuwa ikisikika tangu asubuhi, yaliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa vijiji hivyo na vile vya jirani sana, hususan katika Minjenje na Mpeti. Wakazi wengi wanaendelea kufuatilia kwa wasiwasi maendeleo ya mapigano huku wakihofia kuenea kwa mapigano katika maeneo mengine ya karibu. Taarifa kutoka kwa viongozi wa eneo hilo zinaeleza kuwa wakazi wengi wa Luola walikuwa tayari wameanza kukimbia makazi yao siku kadhaa kabla ya mashambulizi yao kutokana na taarifa ya vitisho au uwezekano wa kutokea kwa mapigano. Baadhi yao walikimbilia katika vijiji vya Minjenje na Peti, huku wengine wakichagua kujificha porini wakitafuta usalama wao na familia zao. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi, kwani mamia wa wananchi wameachana na makazi yao na shughuli zao za kila siku kutokana na hali ya hofu na sitofahamu inayotawala. Wengi wao wanakabiliana na changamoto za kupata chakula, maji safi, huduma za msingi, huku wakisubiri kurejea kwa utulivu. Mapigano haya yanajiri baada ya takriban wiki moja tu baada ya utulivu wa muda katika eneo hilo. Kabla mashambulizi hayo ya jana, kulikuwa na hali ya utulivu iliyowapa matumaini wakazi wa eneo kwamba mapigano yangeweza kupungua. Hata hivyo, kuanza tena kwa mashambulizi kumebua hofu mpya kuhusu mustakabali wa usalama katika sehemu hiyo ya Walikale. Kwa sasa, kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala na vya kimila, vijiji 11 vya kundi la Kisimba viligawanyika katika maeneo tofauti tayari vinadhibitiwa na waasi wa M23. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa mashambulizi ya Luola yanaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa waasi hao na kupanua zaidi eneo lao la ushawishi la udhibiti katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Hadi kufikia sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, hali ya taharuki inaendelea kutawala katika vijiji vya karibu, kwa wakazi wengi wakihofia kuendelea kwa mapambano katika siku zijazo. Maendeleo haya ni hali hiyo yanaendelea kufuatilia kwa karibu na viongozi wa eneo pamoja na wananchi ambao endelea kutoa wito wa kurejeshwa kwa amani na usalama ili kuruhusu familia zilizokimbia kurejea katika makazi yao na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Mapigano mengine yameendelea kuripotiwa katika eneo la Buhimba ndani ya kundi la Waloya Uyungu wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Mapigano haya yameanza tangu Jumamosi tarehe 13 Juni na yameendelea kuzua hofu kubwa miongoni mwa wakazi na maeneo ya jirani. Buhimba ni mji mdogo wa kimkakati uliopo katika mpaka unaunganisha wilaya za Walikale na Masisi. Kutokana na nafasi yake ya kijiografia, eneo hilo limekuwa likitajwa mara kwa mara katika migogoro ya kijeshi inayokumba jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala na viongozi wa kimila wa eneo hilo, mapigano yalitanguliwa na mashambulizi ya mabomu yaliyolenga nafasi za wazalendo katika Buhimba majira ya saa 9 alasiri wakati kwa saa za eneo hilo. Muda mfupi baada ya mashambulizi yao, milio mikali ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika katika maeneo mbalimbali ya mapambano. Mashuhuda kutoka maeneo ya karibu wanasema kuwa sauti za mlipuko na risasi zimekuwa zisikika kwa umbali wa kilomita kadhaa kutoka eneo la mapigano. Hali hiyo imewalazimu baadhi ya wakazi kubaki ndani ya nyumba zao, huku wengine wakianza kutafuta maeneo
usalama kwa hofu ya kuenea kwa mapigano. Viongozi wa kimila wa eneo wameeleza kuwa hali hii ya hofu imeongezeka siku hadi siku kutokana na nguvu za mapigano yanayoendelea. Wakazi wa vijiji vinavyozunguka Buimba wana wasiwasi mkubwa kwamba mapigano yanaweza kusambaa na kufika katika maeneo yao, jambo ambalo linaweza kusababisha wimbi jipya la watu kuyahama makazi yao. Taarifa kutoka eneo hilo zinaonyesha kuwa familia nyingi zimeanza kujiandaa kwa uwezekano wa kuhama iwapo hali ya usalama itaendelea kuzorota. Baadhi ya wananchi wameanza kuhamisha watoto, wazee na mali zao muhimu ili kuelekea maeneo wanayoamini kuwa salama zaidi. Mapigano yanatokea takribani wiki moja baada ya wazalendo kuchukua udhibiti wa Buimba, eneo lilokuwa limedhibitiwa na waasi wa M23 kabla ya wazalendo kulirejesha kufuatia mapigano makali yaliyoendelea kwa siku kadhaa. Ushindi wa wazalendo unaonekana kuleta matumaini ya kurejea kwa utulivu, lakini hali ya sasa inaonyesha kuwa mzozo huo bado haujafikia mwisho. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa Buimba ni eneo muhimu kwa pande zote zinazopigana kutokana na nafasi yake inaunganisha maeneo mbalimbali ya wilaya na Masisi. Alionafanya eneo hilo kuwa moja maeneo yanayoshuhudiwa mapambano ya mara kwa mara katika miezi za hivi karibuni. Hadi sasa kuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo yanaendelea. Vile vile kuna taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu wa mali za wananchi katika eneo hilo. Wakazi wa Kivu Kaskazini wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo, huku wakitoa wito kwa pande zote zinazohusika kutafuta suluhisho la amani ili kuzuia madhara zaidi kwa raia wasiokuwa na hatia. Mashirika ya kiraia yanaendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu hatari ya kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao na kutokana na mapigano mapya yaendelea katika sehemu hiyo ya Walikale. Kwa sasa hali katika Buimba inaelezwa kuwa bado ni hatari kubwa, huku mapigano yakiendelea na mwelekeo wake ukiwa bado haujafahamika wazi. Mamlaka za eneo zinaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mapambano hayo, huku wananchi wakisubiri kurejea kwa utulivu na usalama katika eneo lao. Hali ya wasiwasi inaendelea kuripotiwa katika eneo la Rusamambu ndani ya kundi la Ikoba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya waasi wa M23 wakamata raia 5 tangu siku ya Alhamisi tarehe 11 Juni. Watu wanatumiwa na waasi hao kuwa walikuwa wakishirikiana na wapiganaji wa wazalendo kwa kuwapatia taarifa kuhusu minendo na shughuli za waasi wa M23 katika sehemu hiyo ya Walikale. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila vya eneo hilo, watu walikamatwa kila mmoja akiwa nyumbani kwake katika operesheni zinazofanyika kwa nyakati tofauti. Baada ya kukamatwa walichukuliwa na kupelekwa katika moja ya vituo vya waasi wa M23 vilivyowekwa Rusamambu kwa ajili ya mahojiano na uchunguzi. Vyanzo vya usalama vimethibitisha kwa tukio hilo na kueleza kuwa tangu walipokamatwa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu hali zao wala mazingira wanayoshikiliwa. Kutokuwepo kwa mawasiliano kutoka kwa watu hao kumeongeza hofu kubwa miongoni mwa familia zao pamoja na jamii zinazowazunguka. Taarifa nyingine kutoka Rusamambu zinaeleza kwa baada ya muda mfupi wa kushikiliwa katika eneo hilo, raia walihamishwa na kupelekwa Buleusa, makao makuu ya kundi la Ikobo. Daiwa kuwa hadi sasa bado wanazuiliwa katika eneo hilo chini ya usimamizi wa waasi wa M23. Familia za waliokamatwa zinaeleza kuwa zimekuwa zikiishi katika hali ya hofu huku zikikosa taarifa sahihi kuhusu hatma ya ndugu zao. Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa hofu yao kwamba matukio kama haya yanaweza kusababisha mazingira ya kutokuaminiana kati ya wananchi na kuongeza hofu katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya silaha. Mashirika ya watetezi wa haki za binadamu katika eneo la Kivu Kaskazini wamejitokeza kulaani kukamatwa kwa raia hao. Kwa mujibu wa watetezi hao, vitendo vya kuwakamata wananchi bila kufuata taratibu za kisheria vinaweza kuchukuliwa kama njia ya kutisha au kunyamazisha raia wanaoishi katika maeneo yanayodhibitiwa na makundi yenye silaha. Watetezi hao wanasisitiza kuwa raia hawapaswi kuwa wahanga wa migogoro ya kijeshi inaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wameeleza kuwa wananchi wengi tayari wameathirika kutokana na mapigano, kuhama makazi yao na kupoteza mali zao, hivyo wanahitaji ulinzi badala ya vitisho au ukandamizaji. Baadhi ya mashirika ya haki za kutetea haki za binadamu yametoa wito kwa viongozi wa waasi wa M23 kuhakikisha wanahimiza wapiganaji wao kuheshimu haki za raia na kuacha vitendo vyote vinavyoweza kuchukuliwa kama ukiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo yaliyo chini ya ushawishi wao. Mashirika hayo yameeleza kuwa yameendelea kukusanya ushahidi wa taarifa mbalimbali kuhusu matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu yanayoripotiwa katika maeneo yenye migogoro. Lengo la mchakato ni kuandaa ripoti ya kina ambayo inaweza kuwasilishwa kwa vyombo vya sheria na taasisi husika ili kuhakikisha kwamba wahusika wa vitendo hivyo vinavyokiuka haki za binadamu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria.
Wakati huo wananchi wa Rusamambu na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari kubwa, wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya swala hilo. Wengi wanatumaini kwamba watu waliokamatwa wataweza kupata haki zao, bali kwamba hali ya usalama katika eneo hilo itaimarika ili kuruhusu wananchi kuendelea na maisha yao ya kawaida bila hofu. Hadi sasa waasi wa M23 hawajatoa taarifa rasmi kwa umma kuhusu kukamatwa kwa raia yao watano wala kuhusu hatua zinazofuata kuhusiana na kesi hiyo. Hivyo basi swala hilo linaendelea kufuatilia kwa karibu na viongozi wa eneo hilo, mashirika ya kiraia pamoja na watetezi wa haki za binadamu katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Shirika lisilo la kiserikali la kimataifa la kutetea uwazi na uwajibikaji Global Witness limechapisha ripoti mpya inayodai kuwa madini ya coltan yanayochimbwa katika migodi ya Rubaya mkoani Kivu Kaskazini, ambako kwa muda fulani imekuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23, wanapitishwa kupitia kampuni ya Rwanda kabla kuingia katika soko la kimataifa. Kwa mujibu wa uchunguzi wa mwaka mmoja uliofanywa na Global Witness na kuchapishwa Jumanne hii, kampuni inayotajwa katika mgogoro huu ya biashara ni Boss Mining Solution. Ripoti inasema kuwa kampuni hiyo inaongozwa na Edi Bimana ambaye anatambulishwa kama mtu wa karibu na James Kabarebe. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa ilikuwa tayari limebaini mwezi Julai mwaka 2015 kuwa Boss Mining Solution ilikuwa ikinunua madini ya coltan moja kwa moja kutoka migodi ya Rubaya. Mfanyabiashara mmoja wa madini alinukuliwa na Global Witness akithibitisha kuwa aliwahi kuuza binafsi madini yaliyotoka Rubaya kwa kampuni hiyo. Ripoti inakumbusha kuwa tangu mwaka 2022 wataalamu wa Umoja wa Mataifa walikuwa tayari wamemhusisha Edi Abimana na madai ya kusafirisha madini kwa njia za siri kutoka Goma kuelekea Rwanda. Wakati huo sehemu ya mapato yanatokana na biashara hayo inadaiwa kuwa yalikuwa kinufaisha harakati za uasi wa M23. Jina la James Kabarebe ilikuwa likitajwa mara kadhaa katika mjadala unaohusu usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabarebe ambaye aliwahi kuwa msaidizi wa karibu wa Paul Kagame aliwekewa vikwazo mwezi Februari mwaka 2025 na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Marekani kupitia kitengo chake cha fedha. Serikali ya Marekani imemtuhumu kwa kuunga mkono jeshi la waasi wa M23 na kuratibu usafirishaji wa madini kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea masoko ya kimataifa. Hata hivyo, mamlaka za Rwanda zilipinga hatua hiyo ya Marekani na kueleza kuwa vikwazo hivyo havikuwa na msingi wa kutosha. Serikali ya Rwanda imeendelea kukataa madai yote na ya kuhusika kwa msaada wao wowote kwa waasi wa M23. Kwa mujibu wa uchunguzi wa Global Witness, coltan inayotoka Rubaya inasafirishwa kuelekea kwa wafanyabiashara wa madini walioko Umoja wa Arabiti kabla ya kufikishwa kwenye viwanda vya kuyayusha na kusafirisha madini vilioko huko China. Ripoti inasema kwa katika hatua za mwisho za mnyonyoro wa biashara ya madini hayo, kuna kampuni kubwa za teknolojia duniani ambazo zinanunua bidhaa kutoka kwa wasambazaji wanaofanya kazi na viwanda hivyo vya kuyayusha madini. Miongoni mwa majina yaliyotajwa ni Microsoft, Apple, Amazon na Sony. Hata hivyo, ripoti inadai kuwa kampuni hizo zinanunua bidhaa moja kwa moja kutoka Rubaya. Badala yake inasema kuwa makampuni hayo zimetangaza kuwa zinapata magafi kutoka kwa viwanda ambavyo vilikuwa vimeshughulikia coltan inayosafirishwa kutoka Rubaya na Rwanda katika kipindi ambacho migodi ya Rubaya ilikuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa Global Witness, kampuni ya Boss Mining Solution ya pamoja na James Kabarebe wa kutoa majibu kwa maoni kuhusu madai hayo kabla ripoti hiyo kuchapishwa. Wakati huo serikali ya Rwanda endelea kusisitiza kuwa iungi mkono waasi wa M23 na imekanusha mara kwa mara madai yanayohusisha na shughuli za kijeshi au biashara ya madini katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti imeongeza mjadala kuhusu ufuatiliaji wa mnyonyoro wa biashara ya madini kutoka mashariki mwa Kongo, eneo ambalo kwa miaka mingi limekabiliwa na changamoto za usalama, uwepo makundi jinsi na tuhuma za biashara haramu ya rasilimali za madini. Mvutano mkubwa umezuka ndani ya bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya wabunge waliochaguliwa kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini Neturi kutangaza kusitisha shughuli za ushiriki wao katika shughuli za bunge. Uamuzi walitangazwa siku ya jana Jumamosi tarehe 13 Juni kufuatia ile walichokitaja kwa ukosefu wa nia ya kisiasa ya kutathmini kwa kina hali ya etat de siege au utawala wa kijeshi uliowekwa katika mikoa yao tangu mwaka 2021.
Hatua inakuja wakati ambako maeneo mengi ya mashariki mwa nchi yanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za usalama zinazohusisha mashambulizi ya makundi yenye silaha yakiwemo yale ya ADF, M23 na RDF. Pamoja na wimbi la watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano, mvutano unajitokeza wakati ambao katika kikao cha bunge kilichofanyika kwa faragha kilichojadili swala la hali ya kivita katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kikao hicho kilihudhuriwa na waziri wa mambo ya ndani, waziri wa ulinzi pamoja na waziri wa sheria ambao walialikwa kutoa maelezo kuhusu hali ya usalama na utekelezaji wa hatua hiyo ya kipekee. Hata hivyo, wabunge wa mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri wanaeleza kutokuridhishwa kwao na namna mjadala huo vilikuwa ukiendeshwa. Walisema wako dhamira ya kweli ya kujali kwa kina changamoto zinazowakabili wananchi wao. Kutokana na hiyo, aliamua kutoka nje ya ukumbi wa bunge kama ishara ya kupinga mwenendo wa kikao hicho. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari baada ya tukio hilo, Furaha Uma Daniel, mbunge wa Mahagi mkoani Ituri, alisema kuwa kwao kama wawakilishi wa wananchi wa mashariki wanahisi kugustishwa na mtazamo wa baadhi ya wabunge kutoka maeneo mengine ya nchi ambao kwa mujibu wake hawaonyeshi kuelewa ukubwa wa matatizo yanayowakabili wananchi wa mashariki mwa nchi. Mungu alisisitiza kuwa lengo lao ilikuwa ni kuona mjadala wa wazi na kwa kina kuhusu hali ya usalama, hasa kuhusiana na mapigano yanaendelea katika mikoa Kivu Kaskazini na Ituri. Alieleza kuwa wananchi wanaendelea kupoteza maisha yao katika mashambulizi mbalimbali, huku maelfu ya wengine kuyahama makazi yao. Katika kauli yake, Furaha Uma Daniel alioji mustakabali wa maeneo hayo iwapo hatua madhubuti zitachukuliwa kwa haraka. Alisema kuwa viongozi walichaguliwa wanawajibika kuwa wananchi wao wanapaswa kuwa na nafasi ya kueleza mateso wanayoyapata kwa watu wanaowakilisha. Kwa upande wake, Safari Nganizi Jacques ambaye pia ni rais wa kundi la wabunge wa Kivu Kaskazini alisema kuwa tangu kuanzishwa kwa hali ya kivita ya mwaka 2021 wabunge kutoka mkoa hayo wamekuwa kitaka mara kwa mara mjadala wa kina kuhusu ufanisi wa hatua hiyo. Kwa mujibu wake, lengo la hali ya etat de siege ilikuwa kurejesha usalama katika maeneo yaliyokumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Hata baada ya ziada ya zaidi ya miaka 5 ya utekelezaji wake, bado kuna maeneo mengine yanaendelea kushuhudiwa mauaji, mashambulizi na uhamishaji wa raia. Safari Ngazi alisema kuwa wabunge hao wanatarajia kikao hicho kingetoa nafasi na kuchambua mafanikio ya changamoto za hali ya kivita, lakini walishangazwa kuona kuwa mjadala huo uliitishwa kupitia kura ya baadhi ya wabunge waliokuwa ndani ya kikao cha faragha. Mungu alieleza kuwa hatua hiyo inaacha maswali mengi, hasa kizingatiwa kwamba mawaziri wote muhimu walikuwa wanapaswa kujibu hoja za wabunge walikuwepo ukumbini. Aliongeza kuwa hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri bado ni mbaya. Alitaja mashambulizi yanayohusishwa na waasi wa ADF katika maeneo ya Beni, Mambasa na Irumu, akisema kuwa hata siku chache zilizopita kulikuwa na mashambulizi mapya yaliyolenga wananchi. Kwa mujibu wa wabunge hao, kusitisha mjadala kuhusu hali ya kivita ya etat de siege, wananchi wanaendelea kuzopoteza maisha na ni jambo lisilokubalika. Wanasema swala la usalama mwa mashariki mwa Kongo linapaswa kupewa uzito mkubwa zaidi ya taasisi za taifa. Kutokana na leo, wabunge wa mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri wametangaza rasmi kusimamisha ushiriki wao katika shughuli za kikao cha kawaida kinachoendelea bungeni pamoja na kikao chote cha dharura kitachoitishwa mpaka madai yao yatakapopatiwa ufumbuzi. Kwa sasa macho ya wengi yanatelekezwa katika bunge la taifa na serikali ili kuona ikiwa kutakuwa na hatua mpya za kujadili upya hali ya etat de siege na kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa usalama unaendelea kuathiri mamilioni ya wananchi katika mashariki mwa nchi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani vurugu na matukio ya ghasia yaliyoripotiwa wakati wa maandamano ya vyama vya upinzani yaliyofanyika tarehe 12 Juni katika mji mkuu wa Kinshasa. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na serikali, mamlaka zimeeleza kuwa maandamano haya yaligubikwa na matukio ya vurugu yaliyoacha watu kadhaa kujeruhiwa, wakiwemo waandamanaji pamoja na maafisa wa vikosi vya usalama vilivyokuwa vikisimamia utaratibu wa umma. Kwa mujibu wa serikali, mbali na majeruhi yaliyoripotiwa, maandamano haya yalisababisha pia uharibifu mkubwa wa mali. Baadhi ya magari yaliyotekelezwa kwa moto, huku mali nyingine zikiharibiwa kabisa na maeneo mbalimbali ya mji wa Kinshasa wakati wa vurugo hizo. Serikali imeeleza kuwa imepokea kwa matiko taarifa za matukio hayo na kusitiza kwa matumizi ya vurugu hayawezi kuwa njia kutatua tofauti za kisiasa katika nchi inayolenga misingi ya kidemokrasia na utawala wa sheria.
Katika hatua kutafuta ukweli kuhusu yaliyotokea, serikali imetangaza kuanzishwa kwa uchunguzi wa wake na wakili ili kubaini mazingira halisi yaliyopelekea kuzuka kwa ghasia hizo. Uchunguzi huo unalenga kutambua wahusika wa vitendo vya vurugu pamoja na kutathmini kiwango cha madhara yaliyosababishwa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa matokeo ya uchunguzi huo yatasaidia mamlaka husika kuchukua hatua zinazostahili kwa mujibu wa sheria ili kuhakikisha uwajibikaji wa wote watakaobanika kuhusika na matukio hayo. Katika maendeleo mengine, waziri wa nchi anayehusika na masuala ya sheria amefanya kikao na viongozi wa vyama vya kisiasa vinavyohusishwa na maandamano hayo. Mazungumzo hayo yalilenga kujadili yale yaliyojitokeza na kutafuta njia ya kuzuia matukio kama haya yasijirudilie katika siku zijazo. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kushikamana na misingi ya demokrasia na wapa wananchi yake ya kuandamana, kutoa maoni yao na kushiriki katika maisha ya kisiasa ya taifa. Hata imesisitiza kuwa haki hizo zinapaswa kutekelezwa kwa kuzingatia sheria, usalama wa nchi na heshima ya mali na umma za binafsi. Katika taarifa yake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewataka viongozi wa kisiasa kutoka pande zote kuonyesha busara, kujizuia dhidi ya kauli au vitendo vinavyoweza kuchochea vurugu na kuhimiza wafuasi wao kuheshimu utulivu wa amani ya nchi. Mamlaka pia zimekumbusha kuwa uhuru wa kujieleza na kuandamana ni haki zinazolindwa na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini utekelezaji wake unapaswa kwenda sambamba na mujibu wa kulinda usalama wa watu na mali. Matukio yaliyojiri katika kipindi ambacho mazingira ya kisiasa nchini yanaendelea kushuhudia mijadala mikubwa kuhusu masuala mbalimbali ya kitaifa, huku serikali na upinzani wakitakiwa kuendeleza mazungumzo ya kidemokrasia kwa ajili ya kuimarisha umoja wa taifa. Wananchi wa Kinshasa na maeneo mengine ya nchi waendelea kusubiri matokeo ya uchunguzi uliotangazwa na serikali ili kufahamu chanzo halisi cha vurugu hizo na hatua zitakazochukuliwa dhidi ya wahusika. Serikali imetimisha kwa kutoa wito kwa raia wote kuendelea kudumisha amani, mshikamano na kuheshimu sheria za nchi, huku ikiahidi kuendelea kulinda haki na misingi za wananchi pamoja na kuhakikisha usalama na utulivu vinaotawala katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amezindua rasmi mfumo mpya wa kitaifa wa utambulisho wa kidijitali unaoitwa DRC Pass katika hafla iliyofanyika siku ya jana Jumamosi mjini Kinshasa. Mfumo unalenga kurahisisha upatikanaji wa huduma za umma kwa wananchi kupitia teknolojia ya kidijitali. Sherehe ya uzinduzi ilifanyika katika kituo cha utamaduni wa sanaa cha nchi za Afrika ya Kati, zikihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na washika wa mradi huo wa kidijitali. Kwa mujibu wa ikulu ya rais, mfumo wa DRC Pass utawezesha kila raia kupata kitambulisho cha kidijitali cha kipekee, salama na cha bure ambacho kinatumika kupitia huduma mbalimbali za kiutawala, kifedha na kijamii bila changamoto za mara kwa mara za udhibitaji wa taarifa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amesema kuwa lengo kuu la mfumo huo ni kupunguza urasimu wa ucheleweshaji katika utoaji wa huduma za umma. Ameeleza kuwa kwa siku zijazo wananchi watalazimika tena kurudia kutoa taarifa zile katika taasisi tofauti za serikali, jambo ambalo kwa sasa husababisha muda mwingi wa kupotea kwa muda na kuchelewa. Amesitiza kuwa DRC Pass itakuwa kitambulisho cha taifa badala ya kitambulisho rasmi cha uraia, bali ni mfumo wa kidijitali wa kusaidia upatikanaji wa huduma kwa njia rahisi na ya kisasa. Katika hotuba yake, rais pia ameagiza serikali kuhakikisha kuwa mfumo yote ya taasisi hiyo inaunganishwa ili kuondoa hali ya kila idara kufanya kazi kwa kujitegemea bila kushirikiana na nyingine. Amesema aliyo sasa ni ghali na haina ufanisi wa kutosha katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Rais amesitiza kuwa utekelezaji wa mfumo huu unapaswa kwenda sambamba na ulinzi wa taifa binafsi za wananchi ili kuhakikisha usalama wa data na kuzuia matumizi mabaya ya taarifa za raia katika mazingira ya kidijitali. Mradi wa DRC Pass unaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kuimarisha mageuzi ya kidijitali nchini, ikiwa ni pamoja na kuboresha utawala wa umma na kuongeza uwazi katika utoaji wa huduma za wananchi. Serikali imewataka wananchi kupokea mfumo huu mpya kwa uelewa na imani, huku isitiza umuhimu wa kutumia teknolojia kwa uwajibikaji ili kufanikisha maendeleo ya taifa. Kwa mwisho, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehitimisha kwa kueleza kuwa hatua hiyo ni mwanzo wa mabadiliko makubwa katika huduma za umma zinazotolewa nchini, akisisitiza kuwa lengo ni kujenga utawala wa kisiasa na haraka na unaomlenga zaidi wananchi. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu.
Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.